Tuendelee kujifunza. Tunalo somo pana kabisa kama tulivyopatana, somo linalohusu habari za Roho Mtakatifu. Na somo hili nimejisikia kufundisha kwa sababu ya watumishi wengi kulifundisha hili somo wakati mwingine wanalikosea. Wanafundisha lakini wanalikosea. Kwa mfano, kuna nyaraka nyingi ambazo nimejifunza habari kuhusu Roho Mtakatifu, lakini unakuta kwamba wengi wanaofundisha masomo hayo wanayakosea maeneo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unafika mahali unagundua kwamba kwa namna moja au nyingine inawezekana kabisa ni vile wanavyosoma na wao wenyewe wakati mwingine bila kujiweka sawa sawa na neno la Mungu. Mtu yote ambaye anafikiria kufundisha ama kuhubiri na vitu kama hivyo, ni lazima utumie muda wako wa kutosha, lakini umuombe pia huyu Mungu Roho Mtakatifu aweze kukusaidia namna ya kupambanua mambo na kwenda nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tulijifunza habari za Roho Mtakatifu ni nani. Tumejifunza vitu fulani hivi ambavyo kama vitatu. Tumeangalia kwamba katika Agano la Kale Roho Mtakatifu walao anatajwa mara 3 kwenye Agano la Kale, mara 3 na vitu kama hivyo. Tumeenda kuangalia kazi zake. Kuna mahali nilianza nikaelezea kazi za Roho Mtakatifu generally, lakini nikaelezea Roho Mtakatifu sasa kwa madarasa tofauti tofauti, vipindi walau vya kila kipindi kuwa na takriban kazi 10. Na tunaweza tukawa tumeenda kwenye vipindi 3-4. Kwa hiyo walau kuna kazi labda 30 mpaka 40 ambazo nimeshazitaja mpaka sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo ambalo nataka kuweka hapa, kama ambavyo nimekuwa nikizungumza mara kwa mara, kuna madhehebu kuna madhehebu ambayo yana mtafsiri Roho Mtakatifu tofauti tofauti. Kwa hiyo ni vyema sana kuelewa kwamba Roho Mtakatifu anatafsiriwa ama kupambanuliwa tofauti kutegemeana na madhehebu. Nilishawahi kuelezea kwamba takriban nimegusa madhehebu kama 8 mpaka 10 makubwa ya Kikristo, na madhehebu hayo yana mtafsiri wa Mtakatifu tofauti. Wako wanaotafsiri Roho Mtakatifu kama Mungu, lakini wako wanaokataa Roho Mtakatifu sio nguvu bali ni kazi ya kiutendaji. Kwa hiyo wewe utajua wale wa restorationism sijui, alafu kuna Anabaptism, kuna Protestant na vitu kama hivyo, kuna Anglican, kuna Catholic, kuna Orthodox na Assyrian Church. Kwa hiyo huko utaenda kujifunza mambo mengi ya madhehebu na namna ambavyo kila dhehebu linajaribu kumtafsiri Roho Mtakatifu ni nani. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo pamoja na kumaliza kazi za Roho Mtakatifu, sio kumaliza yani kufundisha kwa tulikofundisha takriban kazi 30 mpaka 40 nilizofundisha, ni vyema sasa kuelewa kwamba Roho Mtakatifu alikuwa na vipindi ama ana vipindi na atakuwa na vipindi kwa namna ambavyo atakuwa anahudumia waamini waamini ambao ni kanisa la Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nilitamani sasa tuweze kuangalia vipindi hivyo ni vipi, na nitaanza kipindi kimoja kukichambua ili tuweze kuona kwamba Roho Mtakatifu atakuwa anahudumu vipi kwa watu na anakaa vipi kwa watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kwanza, kipindi cha kwanza ni kile kipindi ambacho tunasema kabla ya Pentekoste, na hiki ni kipindi ambacho tunachukua wastani wa tangu Adamu anaumbwa mpaka ujio wa Yesu Kristo. Hapa pana takriban miaka 1400 kutoka Adamu mpaka Yesu Kristo kuzaliwa na kazi yake alivyoanza. Sasa kipindi hiki cha nyuma, Roho Mtakatifu, nimeshazungumza majina mengine mengi ya Roho Mtakatifu zaidi ya 10 na kama nitakuwa ninaweka kumbukumbu zangu vizuri, ni zaidi ya majina 10 na. Bwana Yesu asifiwe sana, ambayo nimefundisha kwamba Roho Mtakatifu anaitwa nani. Unapoanza kusoma kitabu cha Mwanzo 1:2, Biblia inasema kwamba na Roho wa Mungu alikuwa juu ya nini? Juu ya vilindi vya maji. Ukisoma Biblia nyingine utaona inazungumzia kitu tofauti, kwamba huyo Roho wa Mungu alikuwa akifanya nini. Mimi nisingependa kuzungumza sana ama kutaja hiyo Biblia inazungumza nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo
kipindi hiki tunachosema kabla ya Pentekosti ninazungumzia miaka 1400 tangu Adamu mpaka Kristo, na ni kipindi hiki ambacho tunazungumzia kwamba ni kabla ya Pentekosti. Kwa hiyo kipindi hiki Roho Mtakatifu alikuwa juu ya watu, alikuwa haishi ndani ya mtu. Roho Mtakatifu alikuwa juu ya watu, na jambo moja zuri la kufurahisha kujifunza ni kwamba Roho huyu Mtakatifu alikuwa anaweza akamjilia yoyote kwa kadri kama alivyotupa sisi karama. Biblia inasema kwa kadri apendavyo yeye mwenyewe. Kwa hiyo ninajua kabisa kwa maelekezi ama muongozo wa Mungu Baba na Mungu Mwana, Roho Mtakatifu alikuwa anaweza akamfikia mtu yote, whether yule mtu ni mwamini ama sio mwamini, ama ningetumia lugha kwamba yule mtu alizaliwa mara ya pili ama hapana. Bwana Yesu asifiwe. Tutumie hivyo hivyo, japokuwa neno ili kuzaliwa mara ya pili tunaliona sana kwenye Agano Jipya, lakini pia huku nyuma ni kwamba jambo hili lilikuwepo. Sasa kwanza kukudhihirishia kwamba Roho Mtakatifu ametajwa, wengi wanaweza wakafikiri kwamba labda sana ni kwenye Agano Jipya, lakini nataka nikudhihirishie jambo moja kwamba Roho Mtakatifu ametajwa katika Agano la Kale. Fungua kitabu cha Zaburi, fungua mlango wa 51 aya ya 11. Neno la Mungu linasema, tuanze tukasema kwamba tuanze 10. Mungu uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu, roho iliyotulia ndani yangu. Alafu 11 nasema usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondolee. Kwa hiyo nikawa nimesema kuwa makini na neno ya na neno wa. Roho ya Mungu na Roho wa Mungu, tafsiri yake ni moja, ni Roho yule anayetajwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa utakuta anazungumzia kwamba wala Roho yako Mtakatifu ama Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Lakini twende pia katika kitabu cha nabii mkubwa, nabii Isaya. Fungua ule mlango wa 60 na ngapi? 63. Tusome ile aya ya 10 mpaka ya 11. Lakini wakaasi wakamhuzunisha Roho yake takatifu. Ukumbuke kwamba hapa nasoma kitabu hivi Isaya ni Agano la Kale, sio Agano Jipya, lakini unaona habari Roho Mtakatifu, ndio maana anasema kwamba ametajwa takribani mara 3 katika Agano la Kale. Na ukiendelea hapa 11 nasema hiyo 10 nasema wakamhuzunisha Roho yake takatifu. Anasema ndipo alipozikumbuka siku za kale za Musa na watu wake, akisema yuko wapi yeye aliyewapandisha toka baharini pamoja na wachungaji wa kundi lake? Yuko wapi yeye aliyetia kati yao Roho yake takatifu? Kwa hiyo na mengine mengi, lakini nilikuwa nataka nikudhihirishie tu kwamba Roho Mtakatifu bado alitajwa katika Agano la Kale. Lakini pia Roho Mtakatifu alikaa juu, aliwajilia watu juu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati huo Roho Mtakatifu kazi zake zilikuwa ni kuajilia watu juu na kuachilia mambo kadha wa kadha kwa kadri ya Mungu mwenyewe alivyoagiza namna gani waenende. Sasa nitakuwa natamka kwamba ni watu wangapi. Nitasite mifano michache ambayo nitakuelezea mifano michache ambayo nimesite ili kuweza kufunga hicho kipindi. Alafu tuingie wakati huu wa kanisa, twende wakati wa utawala wa Kristo miaka 1000, lakini twende tukaone mifano ya Roho Mtakatifu na kazi gani anazozifanya kwa watakatifu na namna waumini walivyoweza kumpokea Roho Mtakatifu katika yale makundi manne. Bwana Yesu asifiwe sana. Sitasoma ile, nitakuwa nakusomea tu milango wewe mwenyewe unaendelea, lakini ni habari ambazo zinavutia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwanza ushuhuda kwamba Roho Mtakatifu aliwajilia watu juu ama alikuwa juu ya watu. Soma habari za Bezaleli. Soma kitabu cha Kutoka 31:3 na ile 35:31. Lakini pia wa pili alikuwa ni Othniel. Soma kitabu cha Waamuzi 3:10. Lakini pia tunakumbuka habari ya Samsoni. Soma Waamuzi 13:25 na 14:19. Lakini hebu kamwangalie kuhani Azaria. Kuhani Azaria, Mambo ya Pili wa Nyakati 15:1. Utagundua kwamba Roho wa Mungu alikuwa akiwajilia watu juu. Na alipokuwa akiwajilia watu juu ama alikuwa juu yao, ni kwamba nyakati za kale kama kulikuwa na kitofauti hivi, kwa sababu aliwajilia wale ambao wamempokea na wale ambao hawajampokea, wale ambao wamezaliwa mara ya pili na wale ambao hawajazaliwa mara ya pili. Lakini
mambo kama hayo. Lakini kwa wale ambao pia hawakuzaliwa mara ya pili, nimeweka mifano michache. Hemu muangalie Balaamu, sijui kama unamkumbuka huyu mtu. Soma kitabu cha Hesabu 24:2. Lakini muangalie mfalme Sauli. Muangalie mfalme Sauli. Hawa wote, Sauli, Balaamu alikuwa hajampokea Mungu wala alikuwa hajazaliwa mara ya pili. Lakini muangalie mfalme Sauli. Soma kitabu cha kwanza cha Samueli, waraka wa kwanza wa Samueli, kitabu cha kwanza cha Samueli 11:6. Samueli huyu ni mwana wa Kishi, ndio tunayemzungumzia hapa. Lakini pia angalia habari za Kayafa, yule kuhani mwovu. Habari za Kayafa, kuhani mwovu ambaye Biblia inamuita kuhani mwovu, lakini bado Roho Mtakatifu aliweza kukaa juu yake. Na Roho Mtakatifu alipokuwa anasimama juu ya mtu, yule mtu alikuwa hawezi kufanya jambo lililo lake. Ni kwamba ni nguvu ya Roho Mtakatifu imemwatamia, nguvu ya Roho wa Mungu imemkalia. Kwa hiyo hawezi kufanya jambo tofauti unless lile ambalo Roho Mtakatifu anataka lifanyike kwa wakati ule. Soma Injili ya Yohana 11:49 mpaka 52. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo haya na mengine mengi unaweza ukajifunza wewe mwenyewe. Wakati mwingine tutakuja kujifunza mifano ya Roho Mtakatifu kama wingu. Hata wana wa Israeli walipokuwa naenda, nguzo ya moto usiku, nguzo nyingine mchana, wanakwenda. Lakini wakati mwingine walikuwa hawawezi kuhama na sanduku la agano kama wingu lilikuwa limetuama mahali pale, walikuwa hawawezi kutoka. Maana ni Roho Mtakatifu alikuwa amesimama mahali pale. Kwa namna gani? Kwa mfano wa wingu. Tutakuja kujifunza habari hizo. Kwa hiyo mpaka hapo ninaamini sasa utakuwa umejua, na mifano mingine mingi ambayo nisingependa kucite kwa sababu nia yangu ni kupini point tu mambo machache ambayo naamini yatakusaidia wewe kuweza kujua kwamba kwamba Roho Mtakatifu ni hivi. Na Roho Mtakatifu katika Agano la Kale aliwajilia watu kwa namna hii. Hakukaa ndani yao, japokuwa hilo ni somo ambalo tutakalofuata. Roho Mtakatifu alikuwa juu ya kitu fulani. Na hata unaposoma kitabu cha Mwanzo ile 1:2 anasema na Roho wa Mungu alikuwa juu ya nini? Ya kitu fulani. Roho wa Mungu alikuwa juu ya nini? Ya kitu fulani. Kwamba Roho wa Mungu hakuingia akakaa ndani ya mtu. Agano la Kale, kabla ya Pentekoste, toka Adamu mpaka Kristo, miaka 1400, Roho Mtakatifu alifanya kazi na waamini kwa staili ya namna hiyo. Mungu akubariki sana. Ninaamini sasa utakuwa na nguvu ya kuendelea kusoma neno la Mungu na kujua kwamba neno la Mungu katika Agano la Kale alifanyaje. Tutakapokutana katika kipindi kinachofuata, tutajifunza sasa kwamba Roho Mtakatifu alikuwaje ama yukoje kwa wakati huu wa sasa hivi, wakati wa kanisa. Roho Mtakatifu amekuwaje kwa waamini. Mungu akubariki, tukutane katika kipindi kinachofuata. Amina.